Hili ni andiko la Alois Nyanda Mtozi, mchambuzi wa masuala ya siasa, uchumi na jamii kwa ujumla. Sasa hili ni andiko la siku 3 zimepita kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Anasema kwa nini kesi ya huyu mtuhumiwa wa uhaini imesimama mwezi mzima. Ameposti pale picha ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Magari ya magereza mabovu, mahakama zimebomoka, majaji wamepotea, nini kinaendelea? Tunamuona Lissu kama mfano kwa namna mifumo yetu ya sheria inavyoweza kubabaisha wananchi wa taifa la Mungu. Lissu anaweza kutumika kama mfano wa namna mahakama zinavyoweza kuendesha mambo yake kwa nchi nzima. Poleni sana mahakama. Kuna wakati unaweza kusema mahakama sio sehemu ya kuupata ukweli. Ukiweza tu kuchezesha uongo, basi utapewa haki Kuna wakati unaweza kusema mahakama sio sehemu ya kupata ukweli. Ukiweza tu kuchezesha uongo, basi utapewa haki katika ya uongo. Sijui nataka kumaanisha nini hapa Alois Nyanda. Utasikia amepigwa kwa tekniko, sio kwa ukweli. Yaani hapo kuna mtu kazungushwa, akajazwa, ikazama. Kwa swala la Lissu nimeongea na wakili mmoja, akaniambia kwa nature ya ile kesi na namna inavyoendeshwa, exit door inasakwa kwa namna bora kwa sababu mahakama haitakubali kuingia katika records isiyo staarabika. Akaniambia majaji au mahakimu watapenda kuingia kwenye kumbukumbu za masomo ya shule kwa wanafunzi. Mwisho niseme, wasanii tunataka show za siku kubwa na mmekuwa wanyonge. Kwani mnapitia kitu gani? Mwisho wa mwaka hakuna hata matangazo ya show, ila na nyie muwe mnawasikiliza wenye nchi ambao ndio wananchi wakitaka maji muwape maji. Sasa nyie wao wanataka maji, mnawapa mchanga. Kaeka emoji anacheka, lakini hapo juu alikuwa anazungumzia kuhusiana na swala la Tundu Lissu, na bahati nzuri anasema alizungumza na moja kati ya mawakili kwa akapata hivyo. Moja kati ya wadau ameandika, wewe ulitakaje bosi, ama ulitaka tuendeshe kama wanavyoendesha Marekani? Je, unajua China wanavyoendesha kesi hizo? Mtu mwingine ameandika, wasanii watakula walikopeleka mboga, tena wasituchanganye kabisa, tulishafunga huo ukurasa. Mtu mwingine ameandika mahakama labda ICC mkuu. Mtu mwingine ameandika majaji si wamekaribia kwenda likizo, hii ni hadi mwakani kutajwa tena, inasikitika. Mtu mwingine ameandika yeye aliyetangaza nitakinukisha hana haki ya kulalamika, sasa kwamba moshi unamfika usoni, aivumilie hukumu kwa utulivu kama alivyoivuruga amani kwa kelele. Mtu mwingine ameandika acha. Mtu mwingine ameandika huyo hatujamalizana naye, anaweza kuwa anashinda mahakamani kwa kucheza na sheria, ila ukweli unabaki ni mmoja ya watu waliochochea kuanzisha na kuratibu na vuguvugu lililopelekea majanga ya Oktoba 29. Hivyo mifumo ya ulinzi wa nchi kwa baadaye haujamalizana naye, lazima alipie gharama ya kutaka kupindua serikali. Mtu mwingine ameandika mimi niliwahi kumsikiliza Rostam Azizi, wewe je? Mtu mwingine ameandika Tanzania. Mtu mwingine ameandika Alois Nyanda, naona unatetea. Mtu mwingine ameandika sasa mahakama ina Mtu mwingine ameandika mwenyewe anataka kuwa kama Mandela. Sasa hata mwaka bado ushaanza kelele. Mtu mwingine ameandika hata wao hawajui. Mtu mwingine ameandika kaka. Mtu mwingine ameandika hatuna. Sawa, ni maoni yako. Hii ni VOT Media, tumechangamka.